Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Hujambo msikilizaji, karibu katika mfululizo wa masomo ya asubuhi. Na leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2024. Somo letu linasema onyo la mwisho la ibada. Fungu letu ni kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 na mstari wa 10. Inasema, na mwingine malaika watatu wakawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Huduma ya Yesu ilipomalizika katika patakatifu na kwenda patakatifu pa patakatifu na kusimama mbele ya sanduku la agano lenye amri za Mungu, alimtuma malaika mwingine mwenye nguvu, mwenye ujumbe wa tatu duniani. Ujumbe huu ulielekezwa kuwaweka watoto wa Mungu katika ulinzi wao kwa kuwaonyesha saa ya majaribu na uchungu uliokuwa mbele yao. Alama hii, yaani ya mnyama, kama ambavyo Protestanti wengi wameamini, kuwakilisha upapa. Sanamu ya mnyama huwakilisha muundo ule wa Protestanti ulioasi utakaojengwa wakati makanisa ya Kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa mamlaka ya kiserikali ili kusimamia utelekezaji wa mafundisho yake. Kama ishara mamlaka ya kanisa Katoliki, waandishi ambao ni waumini wa upapa wanatumia dondoo hii, tendo lenyewe la kubadilisha Sabato kwa Jumapili. Badiliko hili la Sabato hivyo basi ni nini kama sivyo si ishara au chapa ya mamlaka kanisa la Rumi, yani chapa ya mnyama? Kuitunza Jumapili si alama ya mnyama, na itakuwa mpaka pale amri itakapotolewa ya kuwafanya watu kuiheshimu Sabato hii bandia. Na ni mpaka pale tu suala hili litakapokuwa limewekwa wazi kama ilivyoelekezwa mbele ya watu, na watu kufikishwa mahali ambapo wataweza kuchagua kati ya amri za Mungu au za watu, ambapo wale watakaochagua kuendelea kutenda makosa watapokea chapa ya mnyama. Mungu anapowatumia watu maonyo yaliyo muhimu kiasi kwamba yanawakilishwa kana kwamba yanahubiriwa na malaika watakatifu wanaoruka katikati ya mbingu, anataka kila mtu mwenye ufahamu asikie ujumbe. Asante msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia masomo haya.